Bwana, tunaendelea pale tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya kwanza, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love ulioandaliwa na kutayarishwa na mwandishi Saidi JR. Mimi naitwa Uncle J, niko hapa kwenye mic kuhakikisha ninakupa burudani hii mwanzo mpaka mwisho. Bwana, hii ni sehemu ya pili. Sasa nikukumbushe pale tulipoishia kwenye sehemu ya kwanza, ni ambapo kulikuwa kuna kamzozo kamvutano kati ya Hafsa pamoja na Eliana. Tukumbuke Eliana ameamua mpaka kuchukua jukumu la kuigiza kwamba yeye ni house girl, tena kabadilisha na jina akawa anajiita Rehema, ili hali yeye ni binti wa rais. Sasa itakuwaje? Atafanikiwa kumpata huyo Victor? Lakini tukumbuke Victor ni barobaro ambaye anapenda wanawake tofauti tofauti. Sasa itakuwaje? Bwana, mambo ni mazito. Binti wa rais atafanikiwa kweli? Sasa tuungane pamoja katika hii sehemu ya pili. Karibu. Wewe Rehema, chukua maji haya, peleka chumbani kwa bosi Victor, alisema kwa sauti ya amri mzee huyu. Eliana alitabasamu kwa ndani. Moyo wake ulipiga densi ya shangwe kana kwamba ulikuwa unapiga makofi. Alijaribu kujizuia asiwe na bashasha kupita kiasi. Alichukua jagi la maji baridi lililokuwa limewekwa vizuri kwenye sahani ya mviringo pamoja na glasi safi iliyopambwa pembeni. Kwa mwendo malkia aliyejibadilisha kuwa mjakazi, alipanda ngazi polepole Eliana, macho yake yakichunguza kila pembe ya korido ya juu. Alipofika mbele ya mlango mkubwa wa chumba cha Victor, moyo wa Eliana ulishtuka mno. Kama alivyowaza Eliana, sasa alikuwa uso kwa uso na nafasi kipekee ya kuonana naye huyo Victor. Lakini ghafla mlango ulipofunguliwa, Eliana alisimama ghafla kama vile aliyegandishwa na radi. Mbele yake, katikati ya chumba kikubwa cha kifahari, alimwona Hafsa, mrembo wa kisasa, akiwa amelala kwa madaha juu ya kitanda cha Victor, akiwa amevalia night dress fupi ya hariri rangi ya samawati, nywele zake zikiwa zimechanwa huru, mdomo wake ukiwa umepakwa rangi nyekundu iliyong'aa kama damu mpya. Eliana alihisi damu ikimchemka ghafla. Kila tone la upendo alilolihisi kwa Victor liligeuka moto mkali wa wivu. Eliana alitaka kutupa glasi chini apige yoe, ashitue dunia, lakini alijizuia. Alikumbuka nafasi yake ya sasa si ya kifalme, bali yeye ni Rehema, kijakazi, mfanyakazi wa ndani tu. Hafsa alipotazama tu mlangoni, alicheka kwa dharau mno. Wewe kijakazi, unazubaa nini hapo? Hebu leta hayo maji haraka, alizungumza Hafsa. Eliana alikata hatua polepole, alinyanyua sahani kwa ustaarabu wote alioweza kuupata katikati ya hasira aliyojawa nayo. Lakini bado Hafsa aliendeleza dharau. Eliana alipofika karibu na Hafsa alikunja uso na kisha akasema, "Kwa hiyo wewe, mimi nijimiminie mimi mwenyewe maji, si ndio? Hujui kazi yako ukiwa kama house girl ndani eti? Au ndo kiburi mseto na kileta hapa Eliana alipumua kwa nguvu. Alitaka kusema kitu kwamba wewe dada wewe, mimi sio house girl, mimi ni binti wa rais. Lakini sasa Eliana alishindwa kusema. Alijua akiongea hicho atakachokisema ataharibu kila kitu. Naam, Eliana alipumua kwa nguvu. Alitaka kusema kitu lakini alijua akiongea atajichoma yeye mwenyewe. Aliinama na kumiminia Hafsa maji kimya kimya, akitazama uso wa Hafsa kwa jicho la ndani linaloapa ya kwamba wewe utanisikia siku si nyingi. Baada ya kunywa ile maji, Hafsa kang'anka tena. Alafu sikiliza wewe, ukitoka hapa nenda jikoni ukanitayarishie laviol na nikute limeiva vizuri. Eliana macho limtoka. Samahani, raviol ndo nini? Hafsa aliinuka kidogo kitandani, alitupa mto pembeni kwa hasira. Hivi wewe unauliza raviol ni chakula gani? Hivi una akili kweli wewe? Kama hujui chakula cha watu, utajuaje kazi za watu? Angalia mdomo wako ulivyokuwa msafi, unakaa kama vile hufui vyombo wala huwapiki watu. Pengine hata sufuria wewe huijui wewe. Wewe sio, wewe kijiko unakijua wewe.
Hafsa alipomaliza kuongea, alisimama kwa madaha na kisha kaingia bafuni huku akisema kwa sauti kubwa, "Na nikitoka bafuni ole wako nikukute bado umesimama hapo. Ndio utajua kazi ya nyumba sio mitindo ya red carpet, mjinga mmoja wewe." Mlango wa bafu ulifungwa kwa kishindo. Eliana alibaki amesimama tu kimya akiwa anatazama juu ya jagi la maji. Alilichukua kwa hasira na kisha akatembea taratibu kuelekea nje ya chumba hicho huku moyo wake Eliana ukiwaka kama moto wa jiko la mkaa. Eliana aliteremka ngazi kwa hatua fupi fupi akijiambia moyoni, "Sawa Hafsa, leo ni leo. Sijui upendo wa Victor umetokea wapi kwako, lakini najua utamuisha tu. Mwanamke wa nguvu haogopi vizingiti, huwa anavisukuma kwa heshima au kwa ujanja. Na mimi nitakushinda tu. Nitakushinda kwa nguvu ya mwanamke na sio kwa kupika la viol, mjinga mmoja wewe." Eliana alipotoka alielekea jikoni, sio kwa lengo la kupika bali kuficha uso wake uliowaka kwa hasira. Akiwa ameketi chini karibu na jiko, mikono yake ikiwa imeroa kwa maji ya baridi, Eliana alikuwa amefura kwa hasira kiasi kwamba hata harufu ya vitunguu saumu iliyokuwa ikitoka kwenye sufuria haikuweza kubadili hali ya moyo wake. Alikuwa amebanwa kati ya wivu, hasira na penzi lisilojielewa. Moyo wake ulikuwa unachomeka kama jiko la mkaa lililoachwa bila kufunikwa. Ghafla bwana, mlango wa jikoni ukafunguliwa taratibu. Hatua za viatu vya ndani vilivyoacha mlio hafifu kwenye sakafu safi ya tiles zilisikika zikipiga taratibu kabisa. Kabla hata hajasogeza shingo kuangalia ni nani, sauti ya mvuto wa kiume ilianza kumsogelea. Alipogeuza macho yake taratibu, Eliana alihisi kama dunia imesimama kwa sekunde kadhaa. Victor alikuwa amesimama mlangoni. Alivaa vesti nyembamba nyeupe iliyomkaa vilivyo mwilini, akiangalia misuli yake ya kifua ilivyojaa na kushonwa kwa mazoezi. Victor alikuwa mtu bwana. Hali ya utulivu usiokuwa kawaida alikuwa nao Victor. Ngozi yake yenye mng'ao wa rangi ya karafuu iliyokolea jua la asubuhi na nywele zake zilizosukwa kwa mtindo wa kisasa zilifanya mwili wa Eliana ushtuke bila sababu ya moja kwa moja. Eliana alijikuta nakosa hata hewa ya kawaida ya kupumua. Alijaribu kujifanya anatazama sufuria, lakini macho yake yaliendelea kumuasi Victor. Kila baada ya sekunde moja, macho ya Eliana yalikuwa yanamwangalia Victor tena, kana kwamba yalikuwa yamepatwa na tamaa ya ajabu isiyozuilika. Victor naye alimwangalia kwa sekunde chache Eliana, akiwa ameinua kijisahani chake cha chuma na kujifungulia friji kubwa la kisasa. Alimpa macho ya kawaida, yale macho ya nimekuzoea, lakini kwa ndani yalikuwa na mshangao kidogo. Kwa nini msichana huyu wa kazi anaonekana mwenye mvuto wa ajabu? Kwa nini anamtazama vile? Lakini Victor alikuwa Victor, mwanaume mwenye kujua uzuri wake, anayeishi kuzoea mihemko ya wanawake walioshawishika kwa sura yake. Alinyanyua chupa ya Mountain Dew American Edition, alifungua kwa ustadi na kisha alianza kuinywa kwa mkupuo huku kichwa chake kikirudi nyuma. Misuli ya shingo yake ilijitokeza kwa kasi na kupiga mvuto hisia kwa Eliana. Eliana alimeza mate kwa tabu kweli kweli. Hata sauti ya friji ilipolia kwa muda mfupi haikumshtua kutoka kwenye hisia alizonazo. Victor alipomaliza kunywa alibaki amesimama akimwangalia, na kisha kwa sauti ya upole lakini ya kiume isiyokuwa na hofu alimuuliza, "Wewe unaitwa nani?" Eliana alisita kidogo, alafu kwa sauti ya chini na heshima akasema, "Naitwa Rehema." Victor alitabasamu kidogo, kicheko cha pembeni cha mwanaume mwenye maringo. Aligeuka na kisha bila neno jingine aliondoka zake kwa hatua za mtemi aliyejaa kujiamini, akielekea juu ghorofani, chumbani kwake. Alielekea chumbani kwake kumwahi mpenzi wake Hafsa ambaye bado alikuwa amelala kitandani kama malkia wa jumba hilo. Eliana alibaki pale jikoni akiwa kama vile mpigaji gitaa aliyevunjiwa ala zake mbele ya tamasha. Moyo wake ulikuwa na furaha kwa kukutana na Victor na hata kuzungumza naye pia, japo kwa sekunde chache, lakini pia moyo wake ulikuwa na huzuni isiyozuilika kwa kujua kwamba mwanaume huyo sasa alikuwa anapanda ngazi kwenda kumkumbatia mwanamke mwingine ambaye ni Hafsa. Eliana aliinamisha kichwa chake chini na alianza kupepesa macho yake taratibu. Alijiambia, "Naona mapenzi haya si lele mama, lakini kama kuingia moyoni mwa Victor ni vita, basi nitavaa silaha za ujanja. Mapenzi haya yataandikwa na Victor atakuwa wangu siku moja." Msikilizaji, wakati hayo yakiendelea ndani ya jumba la Victor,
Mtaa wa pili kutoka pale, kwenye barabara yenye majumba ya kifahari yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa lakini bila mbombo nyingi, gari la kifahari aina ya Lexus lenye vioo vyeusi lilikuwa likitembea taratibu kana kwamba dereva wake alikuwa akisaka kitu kwa macho. Ndani ya hilo gari alikuwamo kijana aitwaye Ademola, kijana wa Kinigeria mwenye ngozi nyeusi iliyopendelewa na jua la Afrika. Alikuwa na sura kifahari yenye kujiamini na macho yake ya ujasiri yasiyotetereka. Ademola alikuwa amevaa suti nadhifu ya kijani kibichi iliyokuwa imeshonwa kwa uangalifu, na harufu ya Gucci ilitoka ndani ya vazi lake kama ishara ya hadhi yake. Ghafla alipofika karibu na jumba la wastani lakini lenye mvuto wa kipekee, aliminya breki taratibu. Macho yake yalikuwa yamemuona mtu aliyekuwa ameingia ndani jumba hilo, Gracie, kijakazi maarufu wa Eliana. Kwa sekunde chache kijana huyu Ademola alikodoa macho na kisha akajisemea moyoni, Gracie pale mtaa huu. Ademola alijua fika ya kuwa Gracie hawezi kuwa sehemu yoyote bila binti wa rais ambaye ni Eliana. Huo ndo ukweli. Huo ndo ukweli aliotunza kwenye ufahamu wake. Huo ndo ukweli aliotunza moyoni mwake. Alianza kujiuliza kwa wasiwasi uliochanganyikana na wivu. Sasa kama yuko na Eliana anafanya nini kwenye jumba hilo la kawaida? Bila kupoteza muda, Ademola aligeuza gari na kisha akaigesha mbele ya jumba lile. Alishuka kwa mbwembwe, alivuta koti lake kwa nyuma kuhakikisha kwamba liko sawa, na kisha akabonyeza kitufe cha alamu ya kuomba kuingia. Gracie alipofika kufungua mlango na akamwona Ademola, alikuwa amesimama hapo mbele. Sura yake ilionyesha mshangao wa dhahiri shairi. Ademola, wewe unafanya nini hapo? Aliuliza kwa sauti ya hofu iliyochanganyikana na mshangao. Lakini Ademola akiwa na tabasamu la kujiamini alisogea mbele huku akipenyeza ndani kwa urahisi. Leo ni siku nzuri sana, alisema Ademola kwa sauti ya taratibu kabisa. Nimekuwa nikikosa nafasi ya kuonana na Eliana kwa faragha pale Ikulu, lakini leo Mungu kaniangalia. Hatimaye nitapata muda wa kutosha kuzungumza na Eliana. Hapo Gracie alibaki medua. Alimfuata kwa haraka, akamkazia sauti ya tahadhari. Ademola, tafadhali, hapa si sehemu sahihi. Uwepo wako hapa unaweza kuharibu kila kitu. Tafadhali, ondoka kabla hujachanganya mpango mzima wa Eliana. Aliyesema hayo Gracie, lakini Ademola kwa ujasiri wa mtu mwenye pesa na nafasi aligeuka kwa tabasamu la kukebei, akasema, Gracie, wewe ni kijakazi tu. Unaishi kwa maagizo. Huna mamlaka ya kutathmini uhuru wa Eliana. Mimi ni mchumba wake mtarajiwa. Gracie alijaribu tena kwa sauti ya upole mno kwa kumwambia, lakini hii sio njia sahihi ya kuwa naye karibu. Eliana anahitaji nafasi, anahitaji kuchagua kwa uhuru wake yeye mwenyewe. Ademola alisimama na kumtazama Gracie kwa jicho la juu chini juu, na kisha akasema kwa msisitizo, nisikilize wewe. Nimempenda Eliana, sio kwa sababu labda ni binti wa rais tu, la hasha, bali ni kwa sababu ni mwanamke wa aina ya kipekee. Lakini kama kuna mtu anapanga kuvuruga hili penzi, basi ajue kabisa ameanza vita na mtu asiyejua kushindwa. Mimi sijui kushindwa. Ademola, kijana huyu wa Kinigeria, baada ya kusema hivyo, aliingia ndani hadi sebuleni. Aliangalia mazingira yaliyokuwa yako kimya na akasema kwa sauti ya kujiamini, najua Eliana yuko hapa. Leo lazima tuzungumze mimi na yeye. Gracie alibaki amesimama mlangoni, moyo wake ukiwa umepigwa na wasiwasi mkubwa mno. Alijua fika
Kama Eliana angegundua kuwa Ademola yuko pale, na mbaya zaidi Victor pia angeingia kwenye picha, mambo yangekuwa ni moto kuliko moto wa gesi. Ademola alizidi kuketi pale sebuleni, mguu mmoja juu ya mwingine, macho yakizunguka polepole ukutani kwenye samani hadi kwenye mlango wa chumba cha ndani. Saa ya ukutani ilikuwa imepita dakika kama 40 tangu aingie mule ndani, lakini Eliana hakuonekana. Japo alikuwa na hakika ya kuwa Eliana alikuwepo kwenye mojawapo ya vyumba vya jumba hilo. Kimya chake kilianza kumchosha. Alihema kwa tabu na kisha akageuka kumtazama Grace aliyekuwa amesimama mbali kidogo na yeye. Mikono yake ikawa imekumbatia kiuno. Akasema, "Grace." Ademola aliita kwa sauti ya mchanganyiko wa uungwana na kejeli ndani yake. "Hivi unadhani huu ni upuuzi wa aina gani? Ni wazi Eliana yupo humu ndani. Mbona ananificha kana kwamba mimi ni mwizi? Au nyinyi nyote mna mpango gani wa ajabu?" Grace alimtazama kwa jicho la uvumilivu na kisha akajibu kwa sauti thabiti kabisa, "Bwana Ademola, samahani. Hili si jumba lako. Huna mamlaka ya kuuliza kuna nini au nani yuko wapi. Kama ni Eliana unayemtafuta, basi rudi ukamwone pale Ikulu na sio hapa." Ademola alitabasamu kwa kejeli, akayatikisa mabega yake kwa dharau na kisha akasema, "Hivi wewe ni nani Grace? Una thamani gani hata upinge maneno yangu? Wewe ni kama mkia wa ng'ombe tu. Upo kwa ajili ya kufuata tu wanachosema wengine. Hujai kuwa na maamuzi yako wewe mwenyewe." Maneno hayo yalimchoma mno Grace kama sindano ya moto moyoni, lakini badala ya kuyumbishwa alisimama wima. Alimsogelea Ademola kwa hatua chache na kisha kwa sauti ya taratibu lakini iliyobeba msisitizo wa kina, Grace alisema, "Ni kweli. Mimi ni kijakazi tu, lakini hiyo hainifanyi kuwa ni mpumbavu, wala sio leseni ya kuweza kunidharau. Wewe unaweza ukawa na pesa zako, ukawa na cheo chako, hata hadhi ya familia yako, lakini kama huna heshima kwa watu wa chini yako, basi wewe ni zaidi ya ganda tu tupu lililong'aa bila thamani ya ndani." Ademola alimeza mate, alishindwa kujibu haraka. Kwa mara ya kwanza alihisi kusogezwa mbali kwa maneno ya mtu aliyekuwa kimdhani ni wa kupuuzwa. Kimya kifupi kilitawala sebuleni, na baada ya sekunde kadhaa alisimama taratibu, akarekebisha koti lake na kisha akasema, "Okay. Sawa. Sijapata nilichokitaka leo, lakini kumbuka Grace, hakuna siri inayodumu milele. Eliana ni wa kwangu, na siku si nyingi utakuja kuniita bwana mkubwa rasmi." Ademola, kijana huyu wa Kinigeria, alitembea kwa mbwembwe mpaka mlangoni. Alifungua yeye mwenyewe na kisha akatoka nje huku akijipa moyo. Grace alibaki pale sebuleni akimtazama akiondoka, moyo wake ukipiga kwa msisimko kwa ushindi wa kimya. Alijua amemlinda Eliana kwa mara nyingine tena, japokuwa Eliana yeye mwenyewe hakujua kuwa amenusulika kwa jambo gani. Masaa yalizidi kuyoyoma. Anga la jiji la Dar es Salaam lilianza kubadilika polepole. Jua lilipozama na anga kuchukua rangi ya ghadhabu iliyochanganyikana na wekundu hafifu, jioni ya saa 12 iliwasili kwa upole kabisa, ikiambatana na upepo mwanana wa pwani uliopenya katikati ya matawi ya miti ya maua iliyozunguka jumba la kifahari la Victor. Kama ilivyokuwa ratiba yao ya kila siku, house girl watatu walionekana wakijiandaa kuondoka. Walivaa mavazi yao ya kawaida, wakashika mikoba yao na kupiga salamu za jioni kwa wale waliobaki. Wawili tu ndio waliopaswa kulala ndani ya jumba hilo kila usiku, ratiba iliyopangwa rasmi na Babu Mlema ili kuhakikisha huduma za ndani zinaendelea hata usiku wa manane.
Eliana ambaye mchana kutwa alikuwa kimya zaidi ya kawaida, alikuwa kwenye chumba cha wafanyakazi akijiandaa kuondoka naye kama wenzake. Eliana alikuwa tayari amevaa gauni lake la kawaida, kapanga ndani ya begi lake la mgongoni na alishika pochi yake mkononi. Lakini kabla hata hajafunga begi vizuri, alisikia mlango wa mbele ukifunguliwa. Kwa uangalifu, alipenyeza macho kupitia pazia la chumba kile, na hapo alimwona Victor akiwa amemsindikiza Hafsa hadi nje ya mlango. Hafsa alikuwa kwenye suruali fupi ya kiaina na topu iliyombana, akionekana ni mwenye furaha huku akibadilishana maneno ya mwisho na vicheko vya mbali. Na kisha Hafsa alimpatia Victor busu la mashavuni kwa haraka na kuondoka kwa gari alilokuwa amekuja nalo. Kitendo hiko kilimfanya Eliana kuhema kwa ndani kwa furaha kweli kweli, yani kama vile moyo wake ulipata tena pumzi baada ya kubanwa siku nzima. Mara moja Eliana alichukua simu yake na kumpigia Grace. "Hala Grace," alizungumza kwa sauti ya chini lakini yenye msisimko wa furaha. "Ndio madam," Grace alijibu haraka, sauti yake ikiwa na wasiwasi wa kawaida wa mtu aliyekwisha kuzoea mikasa ya Eliana. "Nisikilize Grace, usijisumbue kuja kuniambia nikutane na dereva. Sawa? Sitarudi Ikulu leo. Nimeamua kulala hapa." "He?" Grace alishtuka. "We Eliana, unasema nini? Kwa sababu gani sasa ulale tena huko?" Eliana alitulia kwa sekunde moja na kisha akajibu kwa tabasamu lisilosikika kwenye sauti yake. "Nisikilize. Victor yuko peke yake usiku huu. Sina sababu ya mimi kuondoka." Grace alikaa kimya kwa sekunde chache na kisha akauliza, "Sasa mama yako au baba yako wakiuliza wakikuulizia utakuwa umelala wapi, mimi nitawaambia nini?" "Waambie niko kwa Agnes. Huyo ni binamu yangu. Tumekutana baada ya muda mrefu kwa sijamuona na nilihisi ningefaa kulala kwake. Usijali Grace, najua unanijali sana, lakini mimi ni mtu mzima, najua ninachokifanya." Grace aliendelea kumsihi kwa sauti ya upole lakini yenye msisitizo. "Madam, hiko unachokifanya sio sahihi. Hii ni hatari kwa nafasi yako, hadhi yako na kila kitu chako." "Nisikilize Grace. Ni hatari ninayoichagua mimi mwenyewe Grace." Eliana alimkatisha kwa upole lakini kwa uthabiti na kisha akakata simu. Baada hapo alifungua begi lake taratibu na kuanza kuchagua kwa uangalifu nguo nzuri ya usiku. Hakutaka kuvua heshima yake kwa mavazi ya ajabu, lakini pia hakutaka kuonekana kama ni dada wa kazi wa kawaida. Alitoa kitenge cha kifahari kilichokuwa kimeshonwa kwa mtindo wa kisasa kilichoacha mabega wazi kidogo, na kisha alichukua hereni ndogo za lulu na akajipulizia pale marashi mepesi yenye harufu ya vanila na waridi. Akiwa anajipamba mbele ya kioo kilichopo kwenye kona ya chumba cha wafanyakazi, moyo wake ulijawa na hamu ya kusikia sauti ya Victor ikimwita kwa jina lake, hata kama sio jina lake halisi hilo Rehema. Lakini leo hakuwa binti wa rais, hakuwa msomi wa mambo ya diplomasia. Leo hii alikuwa tu ni Rehema, msichana wa kazi anayetamani moyo wa mwanaume mmoja ambaye ni Victor Mazanda. Usiku ulizidi kushuka taratibu juu ya jiji la Dar es Salaam, ukiacha anga la samawati linalong'aa kwa mwanga hafifu wa mwezi. Katika jumba la kifahari la Victor, mazingira yalikuwa kimya kama kaburi la upendo lililosubiri shuhuda wa kwanza. Vipepeo wa bustani walistarehe juu ya maua yaliyokuwa yamepangika kwa mpangilio mzuri, huku upepo mwanana ukicheza nao kwa upole mithili ya violin ya anga. Eliana alipomaliza kuvaa lile gauni lake la heshima lililokaa kimahaba kwa ustaarabu, alikaa kitako kwa muda chumbani kwa wafanyakazi. Moyo wake Eliana ulipiga taratibu, lakini hakujua ni kwa sababu gani moyo ulikuwa unapiga taratibu. Ni kama hisia ndani yake zilikuwa na ratiba yake ya siri, ratiba ya mapenzi ya ghafla ambayo hata akili yake pia haikuweza kuihesabu. Akiwa katika ukimya huo, Eliana ghafla alisikia sauti ya piano, mirindimo ya kimahaba ikitiririka kwa uangalifu mzuri, kwa namna ambavyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ni sauti ya heshima,
lakini pia yenye uchokozi wa kihisia. Ni kama mtu aliyekuwa analiambia penzi lake la ndani kwa lugha ya vibonyezeo vya piano. Eliana alishtuka, lakini si kwa uoga, bali kwa kuvutiwa na hiyo piano. Bila kujua kwa nini, alijikuta anasimama taratibu, miguu yake ikawa ina akili yake. Alichukua taulo ndogo ya bega kwa staha na kwa hatua zisizo na haraka wala pupa. Eliana alianza kufuata sauti hiyo ya piano inakotoka. Eliana alijikuta anatoka chumbani, akapita koridoni kimya kimya, akapenya mpaka lango kuu la nyuma lililoelekea kwenye bustani ya maua. Taa za rangi zilizopangwa kwa ustadi kwenye bustani hiyo zilikuwa zikitoa mwanga wa kimahaba, mwanga wa ukimya, mwanga wa kivulivuli chenye mshawasha wa mapenzi yaliyonyamazishwa kwa muda mrefu. Na hapo ndipo alipomwona kijana Victor akiwa ameketi kwenye kiti cha mbao kilichowekwa kwa ajili ya piano kubwa la rangi ya kahawia, ambalo mchana ule Eliana yeye mwenyewe aliliona kwa mbali akiwa anasafisha. Alikuwa amevaa shati jeupe la mikono mifupi lililomkaa kwa ustadi kabisa, kifua chake chenye misuli kikionekana kwa mistari iliyopelekea hata piano kulia kwa sauti ya mapigo ya moyo wake. Victor alipiga piano kwa hisia, kama mwanaume aliyojeruhiwa na uzuri wa mtu asiyeweza kumshika, lakini pia asiyeweza kuachilia. Vidole vyake Victor vilicheza kama vilivyozoea, lakini leo vilikuwa na uzito wa jicho la binti aliyekuwa amemkazia macho kwa msisimko wa moyo. Eliana alisogea hatua ya kwanza, halafu hatua ya pili, na kisha akasimama. Macho ya Eliana na Victor yakakutana kama mvutano wa sumaku na chuma. Haikuumiza, haikuasha, lakini ilisisimua. Victor hakutia neno. Eliana naye hakusema neno, lakini macho yao, mioyo yao na sauti ya piano ndivyo vilivyozungumza kwa hisia zaidi hata ya maneno. Victor aliendelea kupiga piano mara kwa mara akimtazama Eliana. Alafu akawa anarudi sasa kwenye vibonyezeo vya piano. Alikuwa anazungumza naye kwa njia yake, njia ambayo hakuna mtu mwingine angeweza kusikia isipokuwa wao wawili. Na yeye Eliana alisimama tu pale, hakusogea zaidi, hakurudi nyuma. Alikuwa ni kama maua ya waridi yaliyochanua kwenye bustani hiyo. Yamependeza, yamenyamaza, lakini anavuta roho ya mtu kuyasogelea. Ndiyo. Usiku huo haukuwa na maneno, haukuwa na maelezo, bali kulikuwapo na tukio la kwanza la kihisia kati ya Victor na Eliana, lililosimuliwa na piano, lililoshuhudiwa na maua na kuandikwa kwenye anga ya kimya kama aya ya kwanza ya riwaya yao ya mapenzi ambayo bado haijaweza kuandikwa. Usiku ule ulizidi kutanuka juu ya bustani ya jumba la Victor, na mwanga wa taa ndogo zilizopangwa kwenye miti midogo ya maua uliendelea tu kucheza taratibu juu ya ngozi ya Eliana. Eliana aliyeendelea kusimama hapo kama msichana aliyenaswa kwenye hisia, asiyejua anzia wapi. Victor alimaliza bonyezo la mwisho la piano. Noti nyororo ikasikika kwa ukimya wa kimahaba, na kisha akavuta pumzi ndefu na kumsogelea Eliana kwa tabasamu. Umefika wakati sahihi sana, alisema kwa sauti ya upole yenye ukarimu wa mtu anayeheshimu uwepo wa mwanamke. Eliana hakujibu haraka, macho yake yakiwa bado kwenye mikono ya Victor, mikono iliyokuwa imetulia sasa juu ya piano. Victor aliendelea kusema, najua sio kawaida house girl kutoka jikoni hadi hapa bustanini usiku, lakini pia sio kawaida mwanamke mzuri kama wewe kuwa house girl. Kwa jina unaitwa nani vile? Hebu nikumbushe tafadhali. Eliana aliinama kidogo, akajifanya mwenye aibu. Rehema. Victor alitabasamu, alivuta kiti kimoja cha mbao kilichokuwa karibu, akaketi huku akimkaribisha Eliana kwa ishara. Njoo, usisimame hivyo kama walimu wa disco. Tulia tu, twende na flow ya usiku. Au unasemaje Rehema? Alisema Victor huku akicheka kidogo. Eliana alisogea polepole, aliketi pembeni yake, lakini hakumsogelea sana.
alijipa nafasi ya kutazama sura ya Victor kwa ukaribu. Uso wake uliojaa mvuto wa kiume, tabasamu la kuaminika na macho ya mtu anayejua kuzungumza bila kupaza sauti. Victor alianza kupiga mazungumzo ya kawaida kabisa. Unajua, nilianza kupiga piano nikiwa nina miaka 8. Mamangu alinifundisha. Alisema mwanaume anayeweza kucheza hisia kwa muziki anaweza pia kumsikiliza mwanamke kwa moyo. Umesema mamako alikufundisha? Ya. Alikuwa ni mwanamke jasiri sana na mwenye msimamo. Hakuvumilia ukatili wala dharau kwa mwanamke. Nadhani ndo maana hata mimi pia nikakuwa na heshima kwa wanawake. Hivi naota ama? Yaani Victor huyu anayezungumza kwa heshima namna hii? Huyu anayejua kuzungumza kwa upole na utulivu? Victor huyu mwenye busara juu ya wanawake? Ndio Victor huyo niliyemsikia kwamba anapenda wanawake kuliko hata hewa ya oxygen? Au Grace alikuwa ananiongopea? Hayo aliyawaza Eliana moyoni mwake, lakini wakati huo Victor alinyanyua kikombe cha kahawa aliyokuwa ameiagiza mapema tu na kisha akaongea kwa ucheshi. Rehema, sasa hivi sitaki kabisa kulaumu mtu yeyote. Dunia sasa mapenzi yana harufu ya pesa, na watu wanasahau harufu ya moyo. Lakini ukiweza kukutana na mtu ambaye anakuvuta bila sababu ya nje, huyo mtu si wa kawaida. Naam, hapo Eliana ye mwenyewe alijikuta akimwangalia kwa umakini mno Victor. Maneno hayo yalimtingisha kweli kweli. Eliana alinamisha macho taratibu, akajifanya kama vile anaangalia maua. Victor akacheka. Mbona unayekimbiza macho yako? Sijakimbia. Nilikuwa natazama maua, Eliana alisema kwa kujitetea. Victor aliegemea nyuma kidogo kwenye kiti. Maua ni mazuri, lakini macho yako ni mazuri zaidi. Yamkini hujui hilo, si ndo maana? Hapo Eliana alimgeukea Victor kwa tabasamu dogo la hila. Alitaka kuonesha kuwa si rahisi kuchukuliwa kimapenzi. Unajua, wanaume wengi wanaanza kwa maneno mazuri ya heshima, alafu wanaishia kuwa wauzaji wa hisia kwa bei rahisi mno. Sijui kama ni heri au la, lakini siwezi kuuza kitu ambacho sikujua hata nilikuwa nacho mpaka nimekiona kwako. Unamaanisha nini? Sijakuelewa. Eliana aliuliza kwa sauti ya upole, lakini macho yake yakiwa yamechongoka kwa tahadhari. Victor alisogea mbele kidogo, sauti yake ikawa kama mtu anayehakikisha havunji heshima. Rehema, namaanisha kuna kitu cha tofauti sana kwako. Sio uzuri tu, kuna utulivu, kuna umaridadi ambao si wa mavazi bali wa tabia. Unanifanya nitake kukaa hapa. Tusizungumze chochote, tusikilize maua yakilia usiku kucha. Hebu acha drama za kimapenzi bosi Victor. So rahisi hivyo ujue. Hata mimi pia so rahisi. Lakini siamini kama tulikutana usiku huu
eti kwa sababu tu ya maji ya kijikoni. Hapo Eliana alimwangalia jicho la kujifanya imara, lakini moyoni alikuwa ameshapasuka vipande vipande. Alitabasamu kwa nguvu huku akisema, Bosi Victor, najua wanaume kama wewe wa kutupia mistari mizuri kwa kila mwanamke anayevutia. Kwa hiyo kama ni filamu hii, basi nitacheza scene ya binti asiyepatikana kirahisi. Victor alinua mikono juu. Okay. Basi nipe nafasi ni kuonyesha kwamba hii sio filamu ya kawaida kama unavyodhani. Hii inaweza kuwa ni documentary ya moyo wangu. Wote walicheka kwa pamoja, na kama usiku ungekuwa na macho, basi ungeona ya kwamba siku hiyo kulikuwa kuna mvutano wa kihisia uliojaa chembe za upendo mpya kabisa uliokuwa unajengeka kimya kimya, bila ya haraka, bila makelele, lakini kwa mizizi ya ukweli. Eliana alirudi chumbani kwake akiwa bado anahisi maneno ya Victor yakiimba masikioni mwake. Alilala kitandani, macho yake yakiwa wazi kabisa na moyo wake ukiwa na maswali mengi. Ila swali moja lilikuwa linajibu tayari, ambalo Victor sio mtu wa kawaida. Siku iliyofuata, asubuhi ya Dar es Salaam iliamka kwa mwanga laini wa jua. Jua lililokuwa linaamba taratibu kwenye vioo vya jumba la kifahari alilokuwa akiishi kijana Victor. Saa ilipochukua 1:30, tayari Victor alikuwa yuko macho. Alifungua kabati lake kubwa la nguo huku akitafuta suti ya thamani kwa ajili ya siku yake ya kwanza rasmi kazini kama mkurugenzi mkuu wa idara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana, nafasi aliyokabidhiwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Alichukua suti iliyoshonwa maalumu kwa mpangilio wa kisasa. Alivaa kwa ustadi wake wa kawaida kabisa. Shati jeupe likawa limetulia kifuani, lakini aliposogea kwenye draw ya tai alikutana na tatizo. Kila tai aliyokuwa nayo haikuwa tayari kufungwa. Zote zilikuwa bado zilinyoshwa, hazikufungwa kabisa. Alishusha pumzi Victor, alifumba macho kwa sekunde chache na kisha akatabasamu akajiambia, kwa leo Rehema atanisaidia kufunga hii tai. Victor alitoka chumbani mwendo wa haraka haraka huku mikono yake miwili ikiwa imeshika hiyo tai. Alielekea moja kwa moja upande wa jikoni ambapo alijua kabisa Rehema yupo akifanya maandalizi ya asubuhi. Eliana alikuwa ameketi pale mezani akikatakata matunda kwa ajili ya juisi ya Victor. Alipomwona Victor anakuja kwa mwendo wa ujasiri, alificha tabasamu dogo lililokuwa limemtoka ghafla. Victor aliposimama mbele yake, alitabasamu na kusema kwa sauti ya kupendeza, Rehema, samahani kidogo, unaweza kunifungia hii tai? Unajua kuna siku nyingine suti hukaa vizuri tu, ila tai ikikosewa basi siku nzima onekana kama vile umevaa nusu shati. Eliana alinyanyuka, alikubali kwa kichwa kimya kimya. Alimkaribia kwa taratibu, alichukua ile tai akaisokota kiufundi kwenye vidole vyake laini na kisha alianza kuifunga shingoni mwa Victor kwa uangalifu mkubwa mno. Lakini wakati akimfunga, macho yao yalikutana. Muda ulisimama, hisia zikapanda. Ukaribu wao wa miili ukaleta joto la ajabu mno. Eliana alihisi kiganja chake kikigusa kwa ghafla na kifua cha Victor. Kile kifua cha misuli iliyonyooka vizuri kama mtu aliyefanywa mchoro wa kimungu. Alipochungulia juu, alikutana na uso wa Victor uliokuwa umetulia na tabasamu la mnyenyekevu. Umezoea kufunga tai za mabosi wengi, au hii ndo mara yako ya kwanza? Victor alitania kwa upole. Eliana alijitahidi sana kujizuia kutabasamu. Najua tu kwa mazoea. Chumbani huwa anajifunza, alijibu kwa sauti utulivu, lakini macho yake yakimwangalia kwa hisia za ndani zaidi. Tai ilipokuwa tayari imetulia vizuri shingoni, Eliana alinyatuka hatua moja nyuma ili kutazama kama imekaa vizuri. Alikubali moyoni mwake kwamba Victor alionekana kama mume wa ndoto, mwanaume mwenye mvuto wa kisasa na hadhi ya kifalme. Victor alijiangalia kwenye kioo kilichokuwa karibu na kisha akasema kwa kuridhika, perfect, asante sana. Victor kabla hajageuka kuondoka, alimwangalia tena Eliana kwa tabasamu na kisha akamwambia, hey, hiyo huduma yako ya leo imenifanya nianze siku vizuri sana.
Rehema, asante. Aliondoka na sauti ya viatu vyake vya ngozi ikilia juu ya sakafu laini ya marumaru. Alipita mlangoni akielekea kwenye gari lililokuwa likimsubiri tayari kumpeleka kazini Ikulu. Eliana alibaki pale alipokuwa amesimama akishika sehemu ya tai kwa vidole vyake vya mwisho kama bado anashikilia hivi. Alifumba macho kwa sekunde kadhaa, alivuta pumzi ya harufu ya manukato ya Victor iliyobaki hewani, na kisha kwa tabasamu la taratibu Eliana alijisema moyoni, leo nimefunga tai ya mwanaume nitakayefunga naye ndoa. Aise, kama vile nimeshakuwa mke wake. Eliana alirudi jikoni huku akicheka peke yake kama mwenda wazimu, mapigo ya moyo yake yakimpigisha nyimbo tamu za mapenzi ambazo hakuwa tayari kabisa kuzisimulia kwa mtu yoyote. Kile kitendo kidogo tu cha kumfunga Victor tai kilimpa hisia kubwa kuliko hata pete ya uchumba. Ilikuwa ni kama ndoto ya mwanamke kujiandaa kuwa malkia wa moyo wa mwanaume anayempenda kimya kimya. Baada ya mwendo wa dakika kadhaa, Victor alionekana kuwasili katika viunga vya Ikulu. Gari lake la kifahari lilisogea taratibu hadi lilipoweza kufunga breki mbele ya jengo la ofisi. Mlinzi wake alifungua mlango. Alishuka kwa hatua za kujiamini huku tai yake ikielea kwa maridadi kifuani mwake. Suti ilimkaa kisawia kabisa kama mtu aliyeshonwa nayo. Alikuwa tayari kwa siku yake ya kwanza rasmi kazini, na alipoingia ofisini alimpata msaidizi wake Kasim akiwa tayari amesimama kwa heshima, sura yake ya kaki safi na shati jeupe likimtambulisha kama mtu wa nidhamu ya hali ya juu. Asubuhi njema boss. Kasim alianza hivyo na Victor akasema asubuhi njema pia. Victor alijibu kwa tabasamu la kawaida lakini la nguvu. Alitembea kuelekea kwenye kiti chake kikubwa cha ngozi. Kasim hakupoteza muda. Alitoa jalada jekundu kutoka kwenye begi lake, akalisogeza mezani kwa Victor. Hii hapa ni hotuba ya uzinduzi wa programu mpya ya ufuatiliaji wa mafao na maendeleo ya ajira kwa vijana. Mradi huu uliandaliwa na mkurugenzi aliyekuwepo kabla yako na ulipangwa kuzinduliwa leo. Kwa kuwa sasa ndiye mkurugenzi mkuu, utahitajika kutoa hotuba kama kiongozi mwenye dhamana ya juu sana katika idara. Victor alichukua karatasi ile, akapitisha macho machache juu ya maandiko yaliyokuwa yametulia kwa maandishi ya kompyuta yaliyopangwa vizuri kabisa. Maneno yalionekana kuwa kama rasmi sana, ya kawaida kama hotuba nyingi tu za serikali. Alikunja sura kidogo na kisha akasema kwa sauti ya kutafakari, hiyo hotuba inaweza kuboreshwa kidogo, lakini kwa leo tutaitumia hivi jinsi ilivyo. Kasim alitikisa kichwa kwa uthibitisho na kisha akasema, saa 3 kamili unatakiwa kuwa kwenye ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Msafara uko tayari. Victor alinyanyuka taratibu, alivuta koti lake na kulivaa juu ya suti na kisha akajitazama kidogo kwenye kioo cha ukutani. Alikuwa tayari si tu kwa hotuba bali kwa safari mpya majukumu ndani ya serikali. Kwa mara ya kwanza alihisi uzito wa dhamana aliyopewa na rais, na hata kwa namna ya ajabu alihisi furaha fulani ambayo hakuweza kuitarajia, labda kwa sababu ya mafanikio yake au pengine kwa sababu alijua ya kwamba kuna macho fulani yaliyokuwa yakimwangalia, macho ya Rehema, yule dada wa kazi ambaye hakuwa kawaida. Walitoka ofisini pamoja na Kasimu wakapanda kwenye msafara wa magari matatu yaliyokuwa yamepangwa kwa nidhamu kabisa, wakielekea kwenye ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Barabara zilitandikwa na pilika za askari waliokuwa wakisimamia usalama, magari viongozi wakuu yakikatiza kwa heshima kabisa, huku kamera za vyombo vya habari zikianza kujaa ukumbini. Victor alikuwa amekaa kimya ndani ya gari lake, akishika karatasi ya hotuba mkononi, lakini akili iko mbali sana. Alikuwa akijiandaa si tu kwa maneno ya kusema, bali kwa nafasi yake mpya ya kuandika historia ya vijana wa Tanzania. Walipofika katika viunga vya ukumbi wa Mwalimu Nyerere, magari ya msafara wa Victor yalisimama kama mpangilio wa heshima. Viongozi wengine wa serikali na wageni waalikwa walikuwa tayari wameshawasili. Kamera za waandishi wa habari zilitakata kwenye taa, zikaangaza sura za watu mashuhuri waliokuwa wakishuka kwenye magari na kuingia ukumbini. Victor akiwa amevalia suti yake ya bei ya hali na tai iliyofungwa na Eliana asubuhi ile, alishuka kwa madaha na mvuto, akapandisha tabasamu la kiungwana lililowashangaza hata walinzi waliokuwa pale mlangoni. Lakini kabla hajakanyaga sakafu ya ukumbi, Victor alimgeukia Kasimu na kisha akamwambia, nipishe kidogo.
nataka kupitia msalani kwanza kabla sijakutana na kamera na minoti ya siasa. Kasimu alitikisa kichwa na kusema kwa sauti ya staha kwamba sawa kabisa mkuu, nitakungojea hapa nje. Victor alielekea upande wa kushoto wa jengo, mahali kulipokuwa kuna vyoo vya viongozi. Aliingia, alijitazama tena kwenye kioo, akarekebisha koti lake la suti kidogo. Alijisikia yuko tayari, lakini kwa wakati anatoka ndipo hatima ilipopanga mpango wake. Alitoka kwa mwendo wa kawaida, lakini kabla hajapinda kona, alijikuta amegongana uso kwa uso na binti yule yule ambaye siku ile ilibaki kidogo tu amgonge na gari. Yule binti aliyemharibia show yake ya kuigiza kutoka masomoni Denmark. Binti huyo alikuwa ameshikilia faili mkononi, na kwa kugongana vile karatasi chache zilitoka, zikadondoka chini. Victor alishangaa. Kwa macho ya mshangao akasema, "Yaani wewe tena?" Aliuliza swali kwa sauti ya mshangao. Binti huyo kwa jina la Rara alimkazia macho bila uoga. "Wewe? Wewe ndo kusema wewe tena? Kama sio uendeshaji wako kiunihuni siku ile, mamangu asingekosa sherehe yake kuzaliwa." Victor alijibu kwa sauti ya kebei, akamwambia, "Okay basi, unapaswa kunishukuru. Labda siku ile nilikuzuia kukutana na ajali kubwa zaidi huko mbele. Kwa usinitupie tu lawama kwa kila kitu. Sijui umenielewa?" Binti huyu Rara alikunja uso na kisha akasema kwa sauti ya dharau, "Hivyo nadhani kila mtu anakutamani kwa sababu tu una sura ya kuvutia eti? Kisa we handsome boy." "Hey, baba, usijisifie sana. Kuna watu wanathamini heshima kuliko sura, upo? Kuna wakaka wazuri wakina Ankojei huko mahandsome na wala hata waringi. Hata kama ni mtoto wa tajiri, umenisikia wewe? Hata kama una pesa zako, hilo halikufanyi wewe ujione kwamba usimwombe mtu msamaha. Wewe ndo unapaswa kuniomba mimi msamaha." Victor alicheka kicheko cha kustajabu. Alimtazama mwanamke huyu Rara juu hadi chini na kisha akasema kwa sauti ya kejeli, "Ni mara chache sana nakutana na mtu anayenikera haraka hivi. Kwa heri miskeki ya mama." Kabla Rara hajajibu, Victor alishageuka na kutokomea kwa hatua za haraka kuelekea kwenye ukumbi wa mkutano. Rara alibaki akimtazama tu kwa hasira iliyojaa na mchanganyiko wa heshima na kero, lakini moyoni mwa Victor palitokea kitu. Alishangaa kwa namna alivyoguswa na ujasiri wa huyo binti, sio kwa uzuri wake tu, bali kwa ule moto wa ndani alioweza kuonesha. Paka Victor kajiuliza, huyu binti gani huyu? Mbona ananipa sana hasira lakini vile vile ananivuta akili zangu? Victor alijisemea hivyo taratibu huku akitembea kuelekea kwenye ukumbi. Akajiandaa kwa hotuba ambayo ghafla haikuwa tena kitu cha kwanza kichwani mwake. Alipoingia ukumbini tayari alikuta ukumbi umefurika kweli kweli. Wageni waalikwa kutoka sekta mbalimbali, asasi za kiraia, viongozi wa mfuko ya hifadhi ya jamii, waandishi wa habari, wanachama wa bodi ya ajira na vijana waliokuwa na matumaini walikaa kwa nidhamu wakisubiri zamu ya mgeni rasmi mpya, mkurugenzi mkuu wa idara ya kazi, ajira na maendeleo ya vijana, Bwana Victor Mazanda. Victor alirudi kwenye ukumbi akiwa tayari kisaikolojia. Licha ya kutibuliwa kidogo na tukio la Rara pale msalani, alitembea hadi jukwaani kwa utulivu wa mtu aliyezoea jukwaa. Koti lake la suti lilikaa kisawia kabisa, tai yake ilifungwa na Eliana ilimfunika kifua cha haiba ya kipekee. Aliinama kidogo kusalimia hadhira na kisha alianza hotuba yake. Mheshimiwa Waziri wa Kazi, waheshimiwa wageni waalikwa, vijana wenzangu na wananchi wote kupitia vyombo vya habari, asanteni sana kwa kuweza kunikaribisha. Tumeanzisha mfumo mpya wa kidijitali unaoitwa Ajira Portal, na mfumo huu utawezesha vijana kote nchini kusajili taarifa zao, kusajili ujuzi walionao na maeneo wanayotaka kufanya kazi. Kupitia mfumo huu tutakuwa tuna benki ya takwimu sahihi itayowaunganisha moja kwa moja na waajiri wa sekta binafsi na umma. Pia kwa kushirikiana na sekta binafsi, tumetenga mfuko wa maendeleo ya ujuzi ambapo vijana wanaoanzisha biashara ndogo ndogo watapatiwa mafunzo ya usimamizi wa fedha pamoja na mikopo isiyokuwa na riba kwa wale wanaohitimu mafunzo hayo. Naam, Victor alizungumzia mipango ya kuanzisha vituo vya Youth Innovation Hubs katika kila mkoa,
sehemu ambapo mawazo ya vijana yataunganishwa na wawekezaji. Alipomaliza kuzungumza, ukumbi mzima ulilipuka kwa makofi, tena wengi wakionekana kuridhishwa kabisa. Hapo Victor alitabasamu na kisha akasema, na sasa kabla ya kuweza kuhitimisha, nitapenda kutoa fursa kwa swali moja au mawili kutoka kwa hadhira yetu. Hapo kila mmoja alinyanyuka kwa ajili ya kuomba pongezi, lakini kabla hajapewa nafasi, Rara, yule binti wa msalani, alisimama kutoka upande wa nyuma wa ukumbi akiwa na suti rasmi ya Umoja wa Vijana wa Kanda ya Dar es Salaam. Alichukua kipaza sauti na kwa sauti ya kujiamini akasema, shukrani kwa nafasi. Naitwa Rara Ahmed, mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Kanda ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mkurugenzi, hongera kwa hotuba nzuri, lakini na swali matatu. Kwanza, mfumo wa ajira portal unaelekea kuunganisha ujuzi na ajira. Je, utafanyika kwa lugha gani hasa? Na je, vijijini ambapo mtandao ni shida, mfumo huo utawafikiaje vijana wa huko? Lakini jambo la pili, mikopo isiyokuwa na riba. Ni nani watakuwa wasimamizi wa fedha hizo? Na kwa rekodi za mikopo mingi hufilisika na kufujwa. Sasa mkakati gani umewekwa kuhakikisha kwamba fedha hizo hazigeuki dili la kisiasa? Lakini jambo la tatu na la mwisho, baadhi ya vijana wamekuwa wakihitimu vyuo lakini bado wanakosa ajira. Je, serikali ina mpango gani wa kuweza kuhusisha taasisi za elimu ya juu na sekta ya ajira ili elimu iendane na soko la kazi? Hapo ukumbi ulitulia. Kamera za televisheni zilimrudia Victor. Macho ya wote hapo ukumbini yalikuwa yako juu yake. Japo aliinua kichwa na kusimama kwa utulivu, moyoni alijisikia kana kwamba amesimama mbele ya kizazi kizima cha vijana waliokatishwa tamaa. Alianza kujibu kwa kujiamini, lakini kila jibu lake lilionekana kulenga juu, huku Rara akimkodolea macho kana kwamba anamuona kiteleza. Alijaribu kujieleza juu ya mkakati wa mawasiliano, kuhusu fedha kuwa chini ya bodi ya usimamizi huru, kuhusu kuwa na kikao cha mashauriano na vyuo vikuu, lakini majibu yalikuwa ni mepesi mno. Hayakuhimili uzito wa maswali yale yenye kuuma. Ndani ya dakika 5 tu, mitandao ya kijamii ilianza kulipuka. Victor Mazanda ashindwa kujibu maswali ya vijana, awaacha midomo wazi ukumbini. Mkurugenzi mpya, changamoto mpya, lakini je, uwezo upo? Rara na Victor, binti mdogo amvuruga mtoto wa waziri mkuu. Victor aliporudi kuketi, alijaribu kujizuia kuonesha mchanganyiko wa hasira na aibu. Alimtazama Rara, akajua bila shaka huyu si binti wa kawaida. Hii ilikuwa ni zaidi ya maswali, ilikuwa ni vita. Na moyo wake licha ya hasira ulianza kumwona Rara kama changamoto halisi katika maisha yake. Alijua leo hii si mwisho, leo ndio mwanzo. Asubuhi hiyo hiyo baada ya mkutano, Victor aliondoka ukumbini akiwa na hali ya mawazo mengi mno. Alijitahidi kujificha kwenye tabasamu la heshima mbele ya hadhira, lakini ndani ya nafsi yake Victor kulikuwa kuna ghasia maneno aliyoonyeshwa na yule binti aliyejitambulisha kama Rara. Hakuamini kama angeweza kushushwa hadhi mbele ya vyombo vya habari kiasi kile, tena na msichana mdogo mrembo mwenye ulimi mkali. Kwenye gari Victor alipanda na kisha akalifungua koti lake huku akiwa anamtazama Kasimu kwa jicho la huzuni. Hivi umemjua yule binti? Victor aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye hasira isiyozimwa. Kasimu alishusha pumzi ndefu akasema, ndio boss, namjua. Jina lake yule binti anaitwa Rara. Ni mwenyekiti wa Umoja wa Vijana Kanda ya Dar es Salaam. Mchokozi sana yule binti, lakini ana mvuto mkubwa kwa vijana na ana sauti inayosikilizwa. Yuko karibu sana na baadhi ya wanaharakati. Hapo Victor hakujibu mara moja. Badala yake alichukua tablet yake na kuanza kusoma vichwa vya habari mtandaoni. Tayari baadhi ya magazeti ya mtandaoni yalishaanza kutoa kichwa cha habari kilichosema mkurugenzi mpya aumbuliwa mbele ya umma. Na kingine kichwa cha habari kilisomeka Rara, binti aliyemvuruga Victor Mazanda. Victor aliminya meno kwa hasira. Moyoni alijua moja kwa moja kwamba Rara si wa kubeza. Alikuwa na maarifa, alikuwa na ushawishi na ujasiri wa kupambana.
na kwa bahati mbaya sasa walikuwa ni maadui moja kwa moja. Lakini cha ajabu zaidi, pamoja na hasira aliyokuwa nayo, bado alikumbuka namna macho ya Rara yalivyomkodolea kwa kiburi na uthubutu, namna midomo yake ilivyotamka hoja nzito bila kuyumba, namna alivyobadilika ghafla kuwa msichana anayevutia kwa mtazamo wa kipekee. Kuna kitu kilianza kujengwa ndani ya Victor. Hakuweza kukieleza wazi, lakini kama kulikuwa kuna mwanamke aliyewahi kumkera huku akiamsha roho yake ya kihisia, basi ni Rara. Utaona nitakavyomfunza adabu. Victor alijisemea hivyo taratibu kwa sauti ya chini chini, lakini upande wa pili wa jiji, Rara naye alikuwa ofisini kwao. Alikuwa amejawa na furaha isiyofichika. Alifungua simu yake Rara na kuona ujumbe kutoka kwa mmoja wa wafuasi wake. Umeandika historia dada. Tumecheka sana jinsi ulivyomvuruga mkurugenzi mpya hewani. Rara alitabasamu na kisha akasema, sio kwamba namchukia Victor, lakini nafasi kama ile haitaki mzaa. Kama hawezi kuhimili hoja, basi ni mtu ambaye hatufai, alisema kwa sauti ya msisitizo mbele ya rafiki yake Ziada. Jioni ilipofika, Rara alikuwa akitembea maeneo ya mtaani kwa Tabata relini. Alikuwa amevaa dera jepesi la rangi ya bluu lililoshika kiuno chake kwa mkanda wa kitenge. Alikuwa akielekea nyumbani akitokea kwenye kikao cha vijana, akiwa bado na mawazo juu ya tukio la ukumbini, namna alivyomvaa Victor mbele ya hadhira ya taifa. Lakini ghafla, kabla hajapiga kona kuelekea kwao, mkono mmoja mkali ulimvuta kwa nguvu pembeni ya njia, karibu na duka moja la vifaa vya simu. Rara, sauti kali ilisikika. Rara aligeuka kwa mshangao. Alikuwa ni Eliana, binti wa rais. Alikuwa amesimama mbele yake akiwa amevaa jinsi nyeusi, top ya silk ya blue pamoja na miwani ya jua iliyobeba kichwani. Macho yake yalikuwa ni mekundu kwa hasira na ilionekana ni kama mtu alikuja kwa vita na si mazungumzo. Hivi Rara, una akili kweli wewe? Eliana alilipuka kwa hasira, sauti yake ilikuwa iko juu mno. Unathubutu kumuuliza Victor yale maswali mbele ya kamera? Hivi Rara, uona jiona nani wewe? Rara alinyanyua uso wake kwa utulivu na mtu mwenye msimamo, na kisha akasema, mimi ni sauti ya vijana wa hii nchi. Eliana, kama wewe umepagawa na huyo mwanaume, nipe nafasi yangu ya kufanya kazi yangu. Mimi si kama nyinyi mnaoendeshwa na mapenzi badala ya hoja. Kauli hiyo ilimchoma Eliana kama sindano ya chuma. Hivi Rara, unadhani wewe ni nani mpaka umwangusha hadharani mwanaume ninayempenda? Rara alitikisa kichwa na kisha akasema kwa kejeli, kama imekuuma sana, basi jinyonge. Umoja wa vijana utakuzika. Hii ni nchi ya watu wote na si ya mapenzi yako ya kifahari. Kabla mzozo haujazimika kuwa wa maneno, Eliana alimsukuma Rara kwa hasira. Rara naye hakuwa mtu wa kupuuziwa kirahisi hivyo. Alimrukia Eliana, wakaanza kukunjana ngumi na makofi kama wasichana wa mtaani. Hivi unadhani mimi naogopa pesa zenu? Leo nitakufundisha heshima, mpuzi mmoja wewe. Rara alifoka. Eliana naye akiwa ameshikilia nywele za Rara, aligonga na kumvuta kama mtu aliyepoteza uvumilivu. Vitenge vya watu waliokuwa jirani vilianza kufunguliwa madirishani, wengine wakitoka nje kushuhudia sinema ya usiku. Wakati huo huo, Grace ambaye alikuwa ndani ya gari lililokuwa limepaki mtaa wa pili, aliposikia kelele za ugomvi, alikimbia kwa haraka mno, na alipowafikia aliwaona wanapigana. Alishikwa na butwa. Eliana, una akili kweli? Unapigana na mtoto wa mtaani? Huku ni Tabata, sio Ikulu. Grace alilia kwa sauti akiwa anajaribu kuwabeba na kuwatenganisha. Baada ya jitihada nyingi, alimvuta Eliana kwa nguvu na kumrudisha kwenye gari. Eliana alikuwa akihema kwa hasira, machozi yakimtoka kwa hasira, lakini si kwa maumivu. Kwa wivu uliokuwa umemkaba roho ndicho kilichokuwa kinamtesa. Wakati wakiwa wako ndani ya gari, Grace alimtazama Eliana kwa mshangao. Hivi kweli? Yaani binti wa rais unapigana na mwanamke wa mtaani sababu ya mwanaume? Kweli Eliana?
Eliana alijibu kwa sauti ya chini lakini iliyojaa uchungu na msisitizo. Yaani sielewi ni nini kimeniandama. Lakini ninachokijua ni kitu kimoja tu. Sitamwacha Rara acheze na moyo wa Victor. Na sio Rara tu, na yule ngedele wa manjano Hafsa. Nitahakikisha wote na waangamiza. Gari liliondoka kwa kasi, likiacha vumbi pamoja na kelele za wanamtaa na binti mmoja anaitwa Rara. Rara aliyebaki akitabasamu huku akijifuta damu puani, akijua sasa hakuna mpinzani wa kawaida, bali alikuwa mpinzani wa wapambe wa Victor rasmi kabisa. Usiku ulizidi kupevuka, huku anga la Dar es Salaam likiwa limetulia. Upepo taratibu ukipita juu ya paa la jumba la kifahari la Victor. Baada ya purukushani ya mchana na sakata la mtaani, gari la kifahari lililowabeba Grace na Eliana lilifika getini kwa Victor. Walinzi walifungua kwa haraka huku akimtazama Eliana kwa heshima ya kimya ambayo haikutamkwa kwa maneno. Baada ya kuingia ndani, Eliana alishuka kwenye gari. Alinyosha sketi yake kisasa iliyomkaa sawa na kisha akaingia ndani kwa mwendo wa utulivu na madaha. Grace alitazama kwa wasiwasi, lakini kama alivyozoea sasa hakusema neno. Aliamua kurudi ikulu akiwa na maumivu moyoni, akijua kabisa Eliana anazidi kuzama kwenye hisia hatari ambazo pengine inaweza kuwa ni silaha ya kumwangamiza kirahisi kabisa. Eliana alipokuwa anapita sebuleni, alimkuta Victor ameketi kwenye kochi kubwa la ngozi, akiwa amevaa shati jeupe na suruali ya kijivu. Laptop yake ilikuwa mapajani, uso wake umejaa mawazo mazito, mikono yake ikiwa ipo kwenye keyboard huku uso wake ukiwa umeegemea kiganja cha mkono mmoja. Alionekana kuwa kwenye vita kubwa ya akili, akijaribu kusuka mpango mpya wa majibu ya kisera dhidi ya maswali makali yaliyoulizwa na Rara. Kwa utulivu, Eliana alisogea karibu, akisubiri sekunde kadhaa na kisha kwa sauti ya upole akasema, bosi, naweza kukusaidia chochote? Victor alinyanyua kichwa, macho yake yakakutana na sura ya Eliana iliyotulia. Alijibu kwa sauti ya kukata tamaa, hapana. Unaweza tu kwenda nyumbani kwako. Nimeambiwa leo sio zamu yako kulala hapa. Sasa mbona bado upo mpaka muda huu? Saa 2 saa hizo usiku. Hapo Eliana hakujibu swali hilo moja kwa moja. Badala yake macho yake yaliangukia kwenye skrini ya laptop. Aliona PowerPoint yenye vichwa vya habari vingi mno. Ajira kwa vijana, mageuzi ya mfumo wa mafao, mkopo wa ujasiriamali. Na hapo ndipo kwa makini alisikiliza mlio mdogo wa laptop na kuona vichwa vya hoja za Victor. Alisogea taratibu na bila kuulizwa aliketi pembeni ya Victor. Harufu ya manukato yake ilijaza hewa ile taratibu, mchanganyiko wa vanila laini na maua ya jasmini. Uzuri wake, tabasamu lake la polepole lililokaa kama alama ya amani na muonekano wake wa kifalme vilimfanya Victor muangalie kwa muda mrefu bila kusema kitu. Alijikuta moyoni akijiuliza, huyu dada wa kazi kweli huyu? Mbona ana sura ya kifalme? Kama kuna malkia aliyewahi kuumbwa, basi huyu ni mmoja wao. Eliana alipogundua Victor anamtazama kimya, alirudisha macho yake kwenye skrini na kwa sauti ya staha akasema, bosi, naweza kuweka mawazo yangu kwenye huu mpango wako? Victor alibaki kimya kwa sekunde kadhaa na kisha alitikisa kichwa kuashiria kwamba ndio. Eliana alisogea zaidi, akainama juu kidogo kuelekea laptop huko vidole vyake vikipitia hoja alizokuwa amezikuta. Kwenye kipengele cha mikopo kwa vijana, unaweza kuonesha takwimu halisi za vijana waliopata mikopo kwa mwaka uliopita. Ikitokea ukaonyesha mafanikio yao halisi, hata ya watu 2 au 3, ni rahisi kuaminika kuliko kusema tu tumeanzisha program. Victor alimtazama kwa mshangao binti huyo, si tu kwa sababu ya ushauri mzuri, bali kwa jinsi alivyokuwa anaeleza kwa muktadha sahihi kabisa,
kwa lugha ya kitaalamu na utulivu wa hali ya juu. Alikuwa ni mwanamke wa ajabu, mzuri kwa macho, lakini pia mwenye akili ya kuvutia. Kwa hili la mfumo wa kidijitali kufuatilia mafao, ongeza kipengele kinachoonyesha ufuatiliaji wa malipo kwa namba ya kitambulisho cha taifa. Hii itasaidia kuweka uwazi na itavutia vijana kuwa sehemu ya mfumo. Hapo Victor alishindwa kujizuia. Aliweka laptop kwanza kando na kisha akamkazia macho Eliana. Rehema, wewe kabla hujaja huko ulikuwa unafanya kazi gani? Hapo Eliana alitabasamu kidogo, uso wake ukiwa na bashasha ya malkia wa kisiri. Nimepitia mengi boss, lakini kila nilichojifunza kimenifanya niwe jinsi nilivyo leo. Hapo Victor nyamaza. Alikuwa amechanganyikiwa. Hakuwa na hakika kama mbele yake ameketi mfanyakazi wa ndani au mtu aliyejifunza siasa za vijana kwa kiwango cha kitaifa. Aliinua kichwa taratibu Victor, alipumua kwa kina na kisha akasema kwa upole lakini kwa hisia. Unajua, ni muda mrefu sijahisi kuwa na mtu anayeielewa akili yangu hadi hivi leo. Hapo Eliana alitabasamu tu bila kusema neno. Walikaa pale kwa masaa kadhaa, wakiongea, wakicheka, wakitazamana, lakini zaidi ya yote wakijenga uhusiano wa akili ambapo Victor hakuwa ameupata kwa Afsa wala Pamela. Na kwa Eliana ilikuwa ni hatua ya kwanza kwenye filamu yake ya mapenzi ambayo aliahidi kuwa itaandikwa kwa mikono yake yeye mwenyewe. Siku iliyofuata, majira ya 2 na dakika kadhaa za asubuhi, Victor alikuwa tayari ameshawasili katika ofisi yake ndani ya viunga vya Ikulu. Alivaa suti ya kijivu yenye mistari membamba, shati jeupe lililokuwa limenyoka vizuri na tai ya blue iliyokuwa imempendeza mno, ile ile iliyofungwa na Eliana siku iliyokuwa imetangulia. Alionekana ni mtulivu kwa nje, lakini ndani yake alibabaika. Moyoni alihisi kama bado yuko kwenye kivuli cha tukio la jana. Matusi ya mitandaoni, video zilizomshushia heshima na tafsiri potofu za hotuba yake isiyokuwa na majibu ya kutosha. Mara baada ya msaidizi wake Kasim kuweza kuingia kwa haraka, uso wake ukiwa umejawa na uzito, alisema, "Boss, unahitajika kwa Mheshimiwa Rais sasa hivi." Alisema kwa sauti ya tahadhari, na ndipo Victor alisisimka. Mapigo ya moyo yake yalianza kukimbia mbio. "Rais anamuita?" aliuliza kwa mshangao wa ndani. "Rais tena?" Ingawa alijitahidi kuficha hofu iliyokuwa imemtanda, akasema, "Ndio, sasa hivi anakuhitaji." Kasimu alisisitiza. Victor ilibidi asimame. Alivuta pumzi ndefu na kisha alianza kutembea kwa hatua ndefu kuelekea kwenye jengo kuu la ofisi ya Mheshimiwa Rais. Macho yake yakiwa yako makini, mdomo wake ukiwa kwa kimya, lakini moyo wake ukiwa na sauti 1000 kwa dakika. Alipoingia, alimkuta rais tayari ameshaketi kwenye kiti chake kikuu cha ngozi. Nyuma yake kulikuwa kuna dirisha refu lililokuwa likiingiza mwanga wa jua uliopenya kwenye mapazia nadhifu kabisa. "Karibu Victor," rais alisema kwa sauti ya kirafiki lakini yenye mamlaka. "Asante Mheshimiwa," Victor alisema kwa heshima, akisimama mbele Mheshimiwa Rais. "Nimeona kilichotokea jana kwenye mkutano. Ilikuwa ni changamoto kubwa kwa nafasi yako mpya." Rais alianza kwa utaratibu, akimtazama moja kwa moja Victor. Victor alinyamaza kwa sekunde kadhaa na kisha akasema kwa ujasiri mpya, "Ni kweli Mheshimiwa. Lakini jana usiku nimekaa nikatathmini hoja zote. Kwa nimeandaa mpango madhubuti wa namna ya kuweza kujibu hoja hizo hadharani leo. Na naamini tukiwapa vijana taarifa sahihi na hatua tulizoweza kuanza kuchukua, tutarudisha heshima ya idara." Rais alimkazia macho Victor na kisha alitabasamu taratibu. "Hicho ndicho nilichotaka kukisikia.
Nafurahi kuona unatafakari kwa kina na unakuwa na mikakati. Endelea hivyo kijana. Victor alipumua kwa utulivu. Moyo wake ulirudi mahali sasa. Hakumwambia rais ya kwamba mpango huo mzima wa majibu umetokana na usiku wa mazungumzo na binti yake Eliana. Ilibaki kuwa ni siri ya moyo wake kwa sasa, kwa maana ya kwamba hata yeye mwenyewe pia alikuwa hatambui kama Eliana ni binti wa rais. Baada ya kutoka ofisini kwa mheshimiwa rais, vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa vilikuwa vimeshajipanga. Kamera zilielekezwa jukwani. Waandishi wa habari walipiga picha mfululizo walipomwona Victor akiwa amesimama mbele, sehemu maalum kabisa iliyotengwa na serikali. Alikuwa amevalia suti ya kujiamini huku akiwa na makabrasha mikononi. Asanteni kwa kuja. Jana katika kikao na vijana kupitia mkutano wa ajira, tulipokea hoja na maswali yenye nguvu. Leo nimekuja mbele yenu kuonesha wazi kwamba serikali haipokei tu hoja, bali inafanya kazi kwa kasi ya utekelezaji. Victor aliendelea kuongea. Ni kwamba tutaboresha mambo yafuatayo: mfumo mpya wa kidijitali na ufuatiliaji wa mafao kwa kutumia namba ya NIDA, ushirikiano mpya na taasisi binafsi kutoa mafunzo ya vitendo internship kwa vijana, mpango maalum wa mikopo kwa vijana wenye miradi kupitia mitandao ya kijamii, uanzishwaji wa kituo cha uratibu wa ajira kwa vijana kwa kila mkoa. Naam, Victor baada ya kumaliza hotuba yake kwa maneno ya kuhamasisha, Victor aliuliza kama kuna swali. Nitapenda kulijibu sasa. Waandishi wa habari walikaa kimya, hata wale waliokuja kwa lengo la kumchambua hawakuwa na hoja za ziada. Majibu yake yalikuwa ni mazito na yenye mantiki. Dakika chache baadaye, taarifa zilianza kusambaa kwa kasi ya ajabu mitandaoni, zikionyesha kwamba Victor amejibu hoja za jana kwa uzito mkubwa mno. Aibadilisha fedheha kuwa heshima. Mkurugenzi mpya wa ajira awaangazia vijana kitaalamu. Sifa za miminika. Ajira kwa vijana, hatimaye tumepewa matumaini. Msikilizaji, wakati huo Eliana alikuwa ameketi kwenye bustani ya upande wa pili wa majengo ya utawala. Alikuwa amevaa gauni la rangi ya samawati nyepesi. Alichezesha vidole vyake kwenye simu huku akitabasamu taratibu. Alitazama video za hotuba ya Victor zilizokuwa zimesambaa mitandaoni. Uso wake Eliana uliangaza kwa furaha huku akijisemea, "Haya Victor, huo ulikuwa ni mwanzo tu. Sina haraka ya kuwa mke wako, lakini nina kila sababu ya kuwa karibu na roho yako." Eliana alichukua kinywaji chake cha zabibu, akanywa kwa taratibu na kisha alisogea chini ya kivuli cha mti wa mwarobaini. Macho yake Eliana yakiwa na mwangaza mpya wa ushindi. Siri ya mafanikio ya Victor ilikuwa ndani ya moyo wake. Jina lake halikutajwa kwenye kamera wala kwenye hotuba, lakini moyoni mwa Victor jina lake Eliana lilikuwa limechorwa kwa wino wa moyo. Akiwa bado ameketi kwenye bustani, Eliana macho yake yakitazama mbali, huko moyo wake kukiwa kuna mseto wa furaha na ndoto. Kichwani mwake bado alirudia hotuba ya Victor. Alijiambia kwa mchango wake usiku uliokuwa umepita umemfungulia Victor njia mpya ya heshima. Lakini kabla hata hajamaliza kunywa kinywaji chake, huyu bidada Eliana alisikia mlio wa viatu kikaribia kwa kasi mno. Aliinua macho yake taratibu, alimwona kijana wa Kinigeria Ademola akija kwa tabasamu pana. Ademola akiwa amebeba maua mengi ya waridi kwenye mkono wake wa kulia. Alivalia suti ya rangi ya kahawia, miwani ya jua juu ya paji lake la uso, na alitembea kwa kujiamini kama vile mfalme anayeingia kwenye ufalme wake. "Hey, my African queen," Ademola alitamka kwa sauti ya kuvutia, akimkabidhi Eliana maua. Eliana aling'aka kwa ndani. Moyoni alishusha pumzi nzito kama mtu aliyesikitishwa na mgeni asiyemtarajia. Lakini kwa kuzingatia heshima ya familia yake na siasa zilizojaa nyuma ya jina la Ademola, alijikamua na kuyapokea yale maua. Bila kusema neno lolote, akayaweka juu ya meza ndogo ya mbao ambayo iko pembeni yake, na kisha karudi kuketi kwa umakini, akitazama mbali kana kwamba hataki hata kuonana na huyo Ademola. Ademola alianza mazungumzo yake ya porojo akijaribu kumleta Eliana kihisia.
Eliana, nimesikia hotuba ya yule jamaa Victor. Sio mbaya, hakuna anayelingana na wewe kichwani. Tabasamu lako tu ni somo la matumaini kwa taifa. Eliana ilibidi amkatishe kwa sauti ya upole lakini isiyokuwa na hisia. Akaambia okay, asante kwa maua. Lakini bado hujajibu swali langu la juzi. Ademola alisisitiza kwa tabasamu la kilazimisho. Eliana, unadhani kuna nafasi yoyote kati yetu wawili? Eliana alimtazama kwa sekunde mbili na kisha akamwambia kwa sauti ya kistaa kabisa ya kwamba sijawahi kulifikiria hilo. Majibu mafupi ya Eliana na yasiyokuwa na shauku yalikuwa ni kama kisu moyoni mwa Ademola, lakini alijaribu kuficha maumivu kwa kicheko kidogo cha kujilazimisha. Wakiwa bado kwenye mazungumzo hayo ya upande mmoja, ghafla Eliana alishtuka. Macho yake yalikutana na sura aliyoihofia. Victor alikuwa anakuja upande ule wa bustani, akitembea taratibu, akiwa amevaa suti ya kazini na mkoba wa kompyuta begani, akionekana kama mtu aliyepitia siku ndefu lakini aliyeridhika. Moyo wa Eliana ulianza kupiga kwa kasi. Alijua hapa nikionwa na Victor, tena niko na Ademola, huenda kila kitu nilichokipanga kitaharibika. Sauti ya moyo wake Eliana ikawa kali kuliko mazungumzo yao. Victor, hapana, si wakati huu. Kwa haraka, bila hata ya kuaga au kusema chochote, alisimama ghafla. Alivuta gauni lake lenye rangi ya samawati na kisha akakimbilia ndani ya jumba la kifalme la ikulu. Alipitia mlango wa pembeni, akajificha nyuma ya nguzo kubwa za marumaru. Ademola alibaki tu ameduaa, macho yakimtazama Eliana aliyekuwa akitokomea kwa kasi mno. Ademola alijiuliza, mimi nimekosea nini tena? Mbona mrembo ananikimbia? Ademola alijiuliza kwa mshangao, huku akiamini labda yeye ndiye sababu iliyomfanya Eliana akimbie. Sasa wakati huo Victor naye tayari alikuwa amefika ile sehemu aliyokuwa Eliana na Ademola. Victor alimkazia macho Ademola, wakapeana salamu za ishara na kisha huyu akaendelea na safari zake kuelekea katika jumba la mikutano ya ndani, akimwacha Ademola akiwa na maswali tele kichwani. Eliana akiwa nyuma ya pazia refu lenye rangi ya maroon, alishikilia kifua chake kwa mkono wake wa kulia, akijaribu kutuliza pumzi iliyokuwa inakwenda mbio. Alikuwa na hofu kubwa. Je, Victor ameniona? Na kama ameniona nikiwa na Ademola, atanifikiriaje? Kwa mara nyingine tena, moyo wake ukawa na msukosuko wa kimahaba. Alijikuta akimfikiria Victor hata zaidi, na sio kwa sababu ya kazi au nafasi ya siasa, bali kwa sababu alimvutia kweli kweli. Lakini hakutaka Victor ajue mapema yeye ni nani hasa. Hilo Eliana hakutaka ajitambulishe kwa Victor ya kwamba yeye ni binti wa rais. Lakini moyoni mwake alianza kujisemea kwamba nitampata tu Victor, lakini kwa njia ya kipekee, bila yeye kuweza kujua mimi ni nani hasa, na atanipenda kwa jinsi nilivyo, na sio kwa jina la babangu, na wala sio kwa hadhi yangu, bali kwa sababu mimi ni mimi. Ama kwa hakika, msikilizaji, kama ni kuchizika kwa mapenzi, basi binti huyu wa rais alikuwa yupo kwenye kiwango cha juu mno cha uchizi. Nyie mnasemaga eti machizi simulizi wa Uncle Jay. Nyie kuna huyu chizi mapenzi, yani huyu ndo alichizika kweli kweli kwa Victor. Wewe unajiita chizi simulizi, unasema mimi nimechizika na Uncle Jay, napenda simulizi za Uncle Jay. Hujafikia mapenzi alionayo Eliana kwa huyu Victor. Eliana alichizika. Kama wewe unajiona umechizika na simulizi za Uncle Jay, nyosha kidole juu nikuone. Nyosha kidole juu nikuone. Eliana, binti wa rais, alikuwa tayari kupambana kwa ujanja kimahaba ili kulinda siri yake na kupata moyo wa Victor, mwanaume pekee aliyemletea machafuko ndani ya nafsi yake. Inabidi nirudi kwa Victor haraka kabla ya hajarudi, alijisemea Eliana, na kisha huyo akatoka kwenda nyumbani kwa Victor. Alipofika nyumbani kwa Victor jioni hiyo, moyo wake ulikuwa na msisimko wa kipekee. Unaambiwa alikuwa amevaa gauni la kawaida lenye mvuto wa heshima, sura yake ikiwa na tabasamu la asiri na macho yake yakionekana kutawaliwa na furaha ya ndani. Kabla hata hajaingia kwenye chumba cha wafanyakazi, ghafla mlango wa sebuleni ulifunguliwa kwa nguvu kidogo. Na kwa mshangao, Victor aliingia kwa kasi. Alimkumbatia Eliana ghafla huku akicheka kwa furaha. Eliana,
Victor alipaza sauti ya uchangamfu. Eliana, wewe ni mrembo, lakini pia wewe ni msaada mkubwa sana wa akili. Hapo hakumpa nafasi ya kusema neno lolote, bali alianza kuzunguka naye sebuleni kwa furaha, akiwa amembeba kwa mikono yake miwili. Eliana alijikuta akishikwa na msisimko wa ajabu. Moyoni mwake alikuwa anapiga kelele zisizosemeka. Mapigo ya moyo yake yalikwenda mbio kana kwamba yuko kwenye uwanja wa mbio wa hisia. Kwa mara ya kwanza alihisi mwili wake ukikubali hisia za mwanaume huyo kwa kiwango ambacho hata hakutarajia. Harufu ya manukato ya Victor, joto la kifua cha Victor na jinsi alivyomshika kwa upole lakini kwa nguvu ya mwanaume, vyote vilimwingia rohoni kama sumaku ya mapenzi isiyozuilika. Baada ya muda mfupi, Victor alimwachia taratibu Eliana na kisha akamwangalia kwa macho yaliyokuwa na shukrani ya dhati kabisa. Eliana, umenisaidia sana jana. Yale mawazo yako yalinisaidia kuweka heshima yangu mbele ya umma. Sasa niambie, nikupe zawadi gani? Eliana alitabasamu kwa aibu ndogo. Alishusha macho yake kwa heshima na kisha akasema kwa sauti ya taratibu, usijali. Furaha yako ni furaha yangu, boss. Victor alicheka kidogo, akatikisa kichwa na kisha akasema kwa sauti ya kujaa hisia, unajua, mbali na uzuri wako wa kuvutia, wewe ni mwanamke makini sana. Eliana, yani sio rahisi kukutana na mtu kama wewe. Kabla hata hajajitambua vizuri, Victor alijikuta akimkumbatia Eliana kwa nguvu ya kihisia kama mtu aliyeshindwa kabisa kujizuia. Mkono wake mmoja ulilalia mgongoni mwa Eliana, mwingine ukiwa uko nyuma ya shingo yake. Haikuwa kumbatio la kawaida, lilikuwa ni kumbatio la mtu aliyepata faraja ya kiroho kutoka kwa mwingine. Eliana alipigwa na butwaa. Hakutarajia mjue, hakutaka kujibu kwa maneno. Alikubali kumbato hilo kwa kimya kimya, macho yake yakiwa yamefumbwa, mdomo wake ukiwa umelegea kwa hisia zisizoelezeka. Baada ya sekunde chache, Victor alimwacha haraka sana Eliana kana kwamba amejishtukia, na kisha akasema kwa sauti ya kujilaumu, samahani. Kiukweli sijui kilichonijia, yani mpaka nimekukumbatia. Nisamehe. Eliana alimtazama tu huku akitabasamu kwa upole, lakini ndani ya moyo wake ni kama mbingu ilifunguka. Alitamani aseme usijali bwana, endelea kunikumbatia, lakini alijizuia. Eliana hakutaka jionyeshe kuwa tayari kapatikana kirahisi namna hiyo. Unajua hapa, Eliana hakutaka patikane kirahisi. Japokuwa mara ya kwanza Victor alitupia nyavu, alitupia maneno kwa mtoto Eliana, na Eliana alionekana kama kuchomoa kuleta ugumu fulani, lakini moyoni mwake Eliana alikuwa yeye ndo wa kwanza kumtaka Victor, lakini alikuwa analeta kamkazo kidogo ili mshikaji apate usumbufu kidogo. Alitaka Victor apambane, apende bila kujua ukweli wake, apende kwa moyo, si kwa hadhi. Sasa wakiwa bado wamesimama katikati ya sebule, katika hali ya kimya chenye uzuri wa ajabu, ghafla mlango si ukafunguliwa kwa nguvu kidogo na Hafsa kaingia. Hafsa alikuwa amevalia suruali ya jeans na shati la mikono mifupi, macho yake yakionyesha dhahiri hofu iliyokuwa imegeuka kuwa hasira. Alipomwona Eliana yuko na Victor wamesimama karibu na sura za furaha, hasira ilimpanda kwa haraka zaidi. Macho ya Hafsa yalichoma kama mwali wa moto. Alisimama kwa sekunde chache akiwakodolea macho na kisha alipiga hatua za haraka huku akiwa anasema kwa sauti ya kutetemeka yenye jazba kwamba, Victor, naona leo kuna furaha ya kipekee hapa nyumbani, sivyo? Victor alishtuka. Alijua Hafsa amesikia na ameona kila kitu. Kwa haraka alimwendea na kisha akamshika mkono. Hafsa, njoo twende chumbani tukaongea. Aliamua kumpeleka chumbani kwa sababu hakutaka fujo zozote zitokee pale sebleni, na wala hakutaka siri ya Eliana itoke kwa njia ya ajali. Walipotoweka, Eliana alibaki amesimama katikati ya sebule akimtazama Victor akimpeleka Hafsa chumbani. Macho yake yalimweleza kila kitu. Moyo wake ulikuwa kama unalia kwa ndani, lakini uso wake ulikuwa na tabasamu la mtu anayejipa moyo kwamba bado ana nafasi. Eliana alijisemea moyo, siku si nyingi, sihitaji haraka, ila mwisho wa siku moyo wa Victor utanielewa tu.
ataelewa kwamba sio kila mrembo anamfuata kwa sababu ya sifa zake, wengine wanamfuata kwa sababu ya ukweli wa mapenzi. Hapo taratibu Eliana aligeuka, alielekea jikoni akihisi joto la kumbatio la Victor bado lipo kwenye ngozi za mikono yake, na moyo wake ulizidi kuamini kuwa sasa yuko karibu sana na ndoto yake. Wakati huo, baada ya kuingia chumbani, Victor alipofunga mlango kwa nyuma, Hafsa aligeuka ghafla huku akimkazia macho ya hasira aliyowaka kama moto wa gesi. Victor, yani wewe wakunisaliti mimi hadharani wewe? Tena na house girl? Kweli Victor? Victor alishikwa na butwa. Alisimama mahali pake bila haraka akijua ugumu wa dakika hizo. Hakuwa tayari kwa mlipuko huu wa kihisia, hivyo alijaribu kuonyesha utulivu. Hafsa, hebu tulia kwanza. Hafsa, unasema nini tena? Hivi unajua kweli unachokiongea? Tulia. Tulia? Yaani nitulie? Yaani kwa macho yangu ya nyama nimekuona ukikumbatiana naye, alafu bado mkatazamana kama mke na mume hivi. Alafu sasa hivi unaniambia eti nitulie. Naanzaje kutulia Victor? Hafsa, hilo halikuwa kosa. Nilifurahi tu. Nilikuwa na msisimko mwingi. Siwezi kukudanganya Hafsa. Rehema alinisaidia mawazo ya kitaaluma sana jana usiku. Nikaboresha hotuba yangu. Ni hicho tu, hakuna kingine kilichoendelea. Naam, kauli hiyo ni kama ilizidi kuwasha moto wa wivu uliokuwa unafukuta ndani ya Hafsa. Alimtazama Victor kwa macho makali na kisha akamwambia, ina maana kumbe usiku mimi nikiwa sipo, basi wewe ndo unapata muda wa kuwa naye, si ndio Victor, hivi unaniona mimi mjinga, si ndio? Pamoja na yote hayo, yani bado kambeba juu kama malkia wako wa moyo. Ina maana kwamba ndo umeamua kunichanganya mimi na house girl, sio? Victor, kweli umekosa wanawake wote na kwenda kutembea na house girl? Kwani unandhalilisha kiasi hiki Victor? Ina maana wewe huoni kama yule ni mpuzi tu ana mpango wa kujitongozesha kwako? Hilo wewe hulioni? Ina maana hujaona macho yake anavyokuangalia kila wewe unaposogea? Victor alitamani kucheka kwa kejeli, lakini alijizuia. Alimkaribia taratibu Hafsa na kisha alimshika mikono, akamwangalia machoni. Hafsa, nakuomba usiruhusu wivu ukufanye uone kivuli hata ambapo hakuna kitu. Rehema ni mfanyakazi tu. Nitakuwa niko makini, ila tafadhali usiumize moyo wako kwa dhana zisizokuwa na msingi. Naam, maneno hayo yaliingia sikioni mwa Hafsa, lakini moyoni hakuamini hata tone moja. Aliketi kitandani kwa nguvu, alivuta shuka na kujifunika magoti. Okay, sawa Victor. Sawa. Sitasema kitu kingine, nitajifunza kukaa kimya, alisema Hafsa huku sauti yake ikiwa na vuguvugu la uchungu. Ndani ya moyo wake alijisemea, lakini usifikiri nitakaa tu na kutazama nikinyang'anywa mwanaume wangu. Sitakubali, yule kenge atanijua vizuri sana tu. Mimi ndo Hafsa. Hayo alijisemea moyoni mwake bidada huyo Hafsa, lakini Victor alimsogelea Hafsa, alimpiga busu la shavuni kama kumliwaza na kisha kaambia, achana naye bwana yule. Mimi nitajua jinsi ya kuweza kumshughulikia, ni mdogo tu yule, asikumeze kichwa. Kwanza unanijua mpenzi wako. Yaani naanzaje kuona mwanamke kama yule asiyekuwa na hadhi zaidi tu ya kuweza kuwa kijakazi tu ndani kwangu? Siwezi kuwa na mtu kama house girl bwana. Hafsa, mimi nakupenda wewe. Hapo Hafsa kujibu kitu, bali aliinama kama anawaza jambo. Moyo wake sasa haukuwa tu maumivu, bali ulikuwa unachacha na njama. Alianza kupanga katika kichwa chake njia bora ya kumtoa Eliana kwenye mzunguko wa maisha ya Victor. Kwa upande wake, Hafsa aliamini ya kuwa sasa Eliana sio tu mfanyakazi wa ndani tena, bali ni tishio kubwa mno kwa mapenzi yake, na kama mwanamke ambaye amewekeza moyo wake kwa Victor, hakuwa tayari kabisa kushindana na malkia mwingine katika kasri lake mwenyewe. Siku iliyofuata majira ya mchana, Hafsa bado akilini mwake alikuwa amepanga kumtoa Eliana kwenye maisha ya Victor. Akiwa chumbani kwa Victor, alimuita Babu Mlema, msimamizi mkuu wa wafanyakazi ndani ya lile jumba, na kisha akamwamuru ya kuwa awafukuze house girl wote walioletwa pale, akiwemo hadi Eliana. Babu Mlema alishangaa.
Ingawa hakuelewa ni kwa nini Hafsa kaamua vile, lakini bado hakutaka kumpinga kwa sababu tayari Victor alikuwa ameshampa maagizo ya kuwa Hafsa ndiyo mama mjengo pale ndani. Kweli Babu Mlema aliwafuata house girl na kisha akawaambia kuwa mikataba yao ya kazi imesitishwa. Kauli hiyo ilikuwa ni kama moto mkali kwenye mioyo yao. Hasa kwa mwanadada Eliana, alijihisi kuishiwa nguvu mwili mzima. Ndani ya moyo wake alijiwazia, yani ndo kwanza ukaribu wake na Victor umeanza kukolea, alafu Hafsa anatoa amri ya kufukuzwa kwao pale ndani. Eliana alimtazama Babu Mlema na kisha akamuuliza, Babu Mlema, huyo aliyesema tuondoke hapa ndani ni nani? Nimeshasema hilo tayari, kwamba ni Hafsa. Hafsa? Ye kama nani huko ndani? Rehema, unazaje kuhoji swali kama hilo? Alafu umemfanya nini Hafsa mpaka kaamua kuwafukuza? Eliana kwa kuelewa Babu Mlema asingeweza kuwasaidia kwa chochote, aliamua kumfuata Hafsa chumbani kwa Victor. Na baada ya kubisha hodi, Hafsa alifungua huku akiwa kachukia vibaya mno kitendo cha kubishiwa hodi wakati alishatoa maagizo ya kuwa hataki usumbufu. Hafsa alipomwona Eliana amesimama pale mlangoni, hasira yake ndio ilizidi mara dufu. Unaambiwa hivyo Kenge, wewe umeachoka maisha yako, si ndio? Nimetoa maagizo kwa Babu Mlema, ina maana wewe hujayapata ama ni nini? Hafsa aling'aka. Eliana alivuta pumzi zito na kisha kwa msisitizo akasema, kwanza kabisa mimi sio Kenge, upo? Alafu pili, maagizo nimeyapata, tena nimeyapata vizuri tu. Sasa kama umeyapata, unafanya nini hapa? Nisikilize Hafsa, nipo hapa kukuambia kwamba aliyeniajiri hapa sio wewe, hivyo huna mamlaka kunifukuza mimi. Unasemaje wewe kinyago? Wewe kama nani mpaka mimi unijibu hivyo? Hiyo jeuri unaitolea wapi? Jeuri siitolei popote, ila wewe huwezi kunifukuza mimi ndani. Kwa hiyo kwa akili yako unajiona wewe tayari umeupata moyo wa Victor, sio Ina maana hiyo ndo sababu ambayo imekufanya utoe maamuzi usiokuwa na mamlaka nayo? Sikiliza wewe Kenge, sahau kabisa kuwa na Victor kwenye maisha yako. Acha kunifuatilia. Wewe humu ndani ni house girl tu. Huna hadhi yote ile. Upo? Hii nyumba sio yako Hafsa. Kama una wivu usiokuwa na msingi, basi umepotea. Mimi sio house girl wako. Mimi nafanya kazi humu ndani kwa mkataba halali. Na huwezi kuniondoa kwa mdomo tu kama vile huna mamlaka. Mkataba Hivi unajua uko kwa nani wewe? Hapa ni kwa mpenzi wangu Victor. Na siwezi nikakaa kimya nikiangalia mwanamke unajitongozesha tu hadharani kwa mwanaume wangu mchenzi mmoja wewe. Eliana alipiga hatua moja mbele. Uso wake sasa ukamtazama Hafsa kwa ukaribu. Kwa hiyo wewe una wivu, si ndio? Una wivu. Una wivu kama unaumwa kichwa. Sasa kama kweli unamjua Victor vizuri, basi ungejua kuwa hatongezeki kwa kelele. Na kama Victor huyo ananihitaji ataniambia mwenyewe, sio wewe. Hivyo kaa pembeni mama, mchezo bado hujaisha. Nisikilize wewe, mimi siogopi kiherehele chako kuigiza hadhi usiokuwa nayo. Umepagana uzuri wa Victor na ndio maana unafanya kazi za ndani huku unaota kuwa Victor. Pole we dada, na kuonea huruma tena sana kwa sababu unapoteza tu nguvu zako. Victor hawezi kuwa na mwanamke wa daraja la chini kama wewe house girl. Unaenuka mafuta 200 tu ya mtaani. Ungejua mimi ni nani, sidhani ungesema hayo maneno. Nikujue mara ngapi? Wewe ni kijakazi tu. Hiyo ndo hatima yako, mshenzi mmoja wewe. Eliana alivuta pumzi ndefu. Sauti yake ikawa ni ya chini lakini kali kama shoka. Sikiliza Hafsa, nikwambie. Victor sio Mariam tu.
na wala Victor hafungwi pingu. Kama hakuhitaji tena, hata kama unalala naye chumba kimoja, bado utakuwa tu mgeni kwake. Naam, kabla Hafsa hajajibu kwa hasira nyingine, mlango wa mbele ulifunguliwa kwa nguvu kidogo. Victor sindo akaingia sebuleni hapo. Sasa ilikuwaje? Maana Victor aliingia kwa uso wenye mshangao na kuchoka kweli kweli. Nini kitaendelea hapa? Mwanaume anayegombaniwa akaingia kwenye mjengo. Noma. Wewe Liana wewe, si useme tu wewe binti wa rais umalize kazi. Mambo gani? Bwana, tukutane katika sehemu ya 3, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Mimi naitwa Uncle J. Asante sana kwa time yako. Kwa heri kwa sasa. Tukutane kwenye sehemu ya 3. Bwana, mzigo wa Sweet Love umeandikwa na mwandishi Said Jr. Bwana, noma kweli kweli. Bye bye kwa sasa.